makutano wakawakemea. The Bible said the crowd rebuked them. Na Biblia inasema makutano waliweza kuwakemea. Crying. Waliendelea kulia. More and more. Walizidisha kulia zaidi na zaidi. What were they saying? Walikuwa wakisema nini? Have mercy on us, son of David. Uturehemu mwana wa Daudi. And the Bible says. Na Biblia inasema Jesus stopped. Yesu akasimama. And he asked them. Na akawauliza. What do you want? Munataka nini? And they said. Na wao wakasema. We want to see. Tunataka kuona. Let our eyes open. Acha macho yetu yafumbuliwe. And the Bible says. Na Biblia inasema. Jesus touched them with love. Yesu akawaguza kwa upendo. And the Bible says. Na Biblia inasema. Immediately. Hapo their eyes opened. Macho yao yakafumbuliwa. And they began to see. Na wakaanza kuona. And they followed Jesus. Na wakamfuata Yesu. Let me tell you. Wacha nikwambie. About your life. Ni kwa ajili ya maisha yako. I want you to hear me clearly. Nataka unisikie vizuri. Because I'm saying. Kwa sababu nasema. Turn your faith into a miracle. Badilisha imani yako kwa muujiza. These are two blind people. Hawa ni watu wawili vipofu. They have never seen Jesus. Hawajawahi muona Yesu. They only heard Jesus. Wameweza tu kumsikia Yesu. But they have never seen Jesus. Lakini hawajawahi muona. But today. Lakini leo. Jesus was passing by. Yesu alikuwa akipita. And they asked a question. Na wakauliza swali. Why are there too many people passing here? Na kwa nini watu wengi hivi leo wanapita katika barabara hii? People told them. Na watu wakawaambia. That Jesus the son of David is passing by. Na wakaamua kupaza sauti. Remember, they don't know how Jesus resembles. Ujue ya kwamba hawakuwa wanajua jinsi Yesu anafanana. Remember, they don't know where Jesus is standing. Hawakujua Yesu amesimama wapi. But they began to cry. Lakini walianza kulia. Trying to find their way. Wakitafuta njia ya kumpata. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Son of David. Mwana wa Daudi. Have mercy on us. Uturehemu. Have mercy on us. Uturehemu. And the people say. Na watu wakasema. Shut up. Nyamaza. And they kept on calling on Lakini Jesus. wao wakaendelea kumuita Yesu. And the Bible said. Na Biblia inasema. Jesus heard them crying. Yesu akasikia wao wakilia. And Jesus stood. Na Yesu akasimama. And he asked a question. Na akauliza swali. What do you need? Mnahitaji nini? And they say. Na wao wakasema. We want to see. Tunahitaji We kuona. want to see. Tunahitaji kuona. And Jesus touched them. Na Yesu And akawaguza. when Jesus touched them. Wakati Yesu The aliwaguza. Bible says. Biblia They inasema. received their sight. Wakapokea kuona. My question to you today is this. Swali langu kwenu ni hili And siku ya leo. Jesus is asking you. Na Yesu anawauliza He's nini asking jioni ya you. leo? Anawauliza jioni ya leo. What do you need? Je, mnataka nini jioni ya What do leo? you need? Mnahitaji nini jioni We ya have leo? got women on this ground. Tuko na wamama katika uwanja They huu. are suffering and afflicted by the devil. Ni wagonjwa na wanateseka na mapepo. The devil is tormenting their lives. Shetani anafinyilia maisha yao. But Jesus is asking you. Na Yesu anauliza jioni ya leo. What do you need? Mnahitaji nini? We have got many sick people on this ground. Tuko na watu. You need. Mnahitaji nini? Many people. Watu wengi. They are not telling Jesus their problem. Watu wengi hawamwambii Yesu shida zao. They are not telling Jesus their problem. Hawamwambii Yesu shida zao. But Jesus wants you to tell him your problem. Yesu anahitaji umwambie shida zako. These people are blind people. Hawa watu ni vipofu wawili. But let me remind you. Na wacha nikukumbushe. If you are on this ground. Ya kwamba kama uko katika uwanja huu. And you are still living in sin. Na bado unaishi kwenye dhambi. And you are still living in religion. Na bado unaishi kwa dini. Let me remind you. Wacha nikukumbushe. You are blind person. Let me tell you people. Wacha niwaambie enyi watu. If Jesus cannot open your eyes to see. Kama Yesu hataweza kuwafungua macho muone. You are going to go in hell. Mutaenda kuzimu. Salvation is very good. Yani wokovu ni kitu cha maana. Salvation is very good. Yani wokovu ni kitu cha muhimu. Salvation brings eternal life. Yani wokovu unaleta uzima wa milele. Salvation brings joy. Yani wokovu unaleta furaha. Salvation brings power in your life. Wokovu unaleta nguvu katika maisha yako. If you want
want to defeat the devil, kama unataka kumshinda shetani, you must get salvation. ni lazima upate If wokovu. you don't have salvation, Kama hauna you wokovu, cannot defeat the devil. hauwezi kumshinda shetani. Salvation is power. Yani wokovu sasa ni nguvu. Salvation is power. Wokovu ni nguvu. Salvation is power to bring life. Yani wokovu ni nguvu ya kuleta wokovu. Hallelujah. Hallelujah. Salvation is power to bring life. Yani wokovu ni nguvu ya kuleta wokovu. Let me tell you, Wacha niwaambie, if your people are going to turn to Jesus, kama ninyi watu mtaenda kumrudia Yesu, let me tell you, wacha niwaambie, Jesus is here today. Yesu yuko mahali hapa siku ya leo He's talking to you. na anazungumza na wewe jioni ya leo. Jesus is here in this ground Yesu ako katika uwanja huu and he's looking to you. na anakuangalia wewe. Jesus cannot come in your life unless you invite him. Yesu hawezi kuja tu na akaingia kwa maisha yako, ni lazima kwanza umwalike aingie. When you invite Jesus, Wakati utamwalika Yesu, he come into your life. yeye ataingia ndani ya maisha yako. These blind people, Hawa watu wawili they were born blind people walizaliwa wakiwa vipofu, and they were sitting on the roadside. walikuwa wakiketi kando ya njia, Remember, they were begging for money. walikuwa wakiomba pesa, They were begging for bread. walikuwa wanaomba mkate, They were begging for clothes. walikuwa wanaomba mavazi, They were begging for help. walikuwa wanaomba But msaada. let me tell you, Lakini wacha nikwambie, as soon as these people heard that Jesus is passing by, jinsi vile hao watu walisikia kwamba Yesu anapita, they tore away the plate. They tore away the place to borrow money. walitoka mahali pale walikuwa wakiombea pesa And they stood on their feet. na wakasimama kwa miguu yao And they said, na wakasema, Jesus, Yesu, don't pass by us, Yesu usitupite, but give us healing. nataka uponyaji. They shouted. Walipaza They sauti, called on Jesus. walimuita Yesu. And when they called on Jesus, Wakati walimuita Yesu, Jesus heard their cry. Yesu alisikia kilio You chao. are here on this ground Wewe today. uko katika uwanja usiku ya I leo, want to remind you nataka that nikukumbushe, you're on this ground. uko katika uwanja You huu are suffering. na wewe ni mgonjwa And you are afflicted. na wewe umefinyiliwa, You're carrying heavy burden over your shoulder. wewe umebeba mizigo mizito katika mabega yako, The burden of sin. umebeba mizigo mizito ya dhambi, Burdens of diseases. umebeba mizigo mizito ya magonjwa. Jesus Christ wants to give you rest. Yesu Kristo anataka kukupatia pumziko, But he cannot give you rest unless you decide to invite him. hawezi kukupatia tu pumziko, ni lazima ukubali kumwalika kwanza, ndiposa akuhudumie. Today, let Jesus come into your life. Wacha leo Yesu aingie ndani ya maisha yako. Where do you invite Jesus? Kwa nini unamwalika Yesu? Where do you invite Jesus? Ni wapi unamwalika Yesu? You can invite Jesus in your heart. Unaweza kumwalika Yesu ndani ya moyo wako. Jesus Christ is knocking at your heart. Yesu Kristo anabisha katika mlango wa moyo wako, He's saying, anasema, open, fungua, let me come in, wacha nikaingia and ndani I will heal you. na mimi nitakuponya. Jesus is knocking at the door of your heart. Yesu anabisha katika mlango wa moyo wako. Hallelujah. Haleluya! Jesus is knocking at the door of your heart about the sin in your life. Utaweza kupata nguvu ya kushinda dhambi katika maisha yako. Hallelujah. Haleluya! The message is turn your faith into a miracle. Ujumbe ni ya kwamba badilisha imani yako kuwa muujiza. These people heard about Jesus. Watu hawa walisikia kuhusu Yesu, They have never seen Jesus. hawakuwahi kumwona Yesu. But they now listen to the word of God. Wakati unasikiza neno la Mungu, The faith of God ile imani ya Mungu comes into your life. inakuja ndani ya maisha And yako. now Na sasa these people have heard about Jesus. watu hawa walisikia habari za Yesu, And now today they're hearing that Jesus is passing by. na sasa wewe hivi unasikia Yesu anapita, And they shouted, na wakapaza sauti yao, Jesus, Yesu Son of David, mwana wa Daudi, help us. utusaidie, Have mercy on us. uturehemu. These people heard about Jesus. Watu hao walisikia habari za Yesu And they believe na wakaamini that toka if ndani they ya are moyo going wao, to meet Jesus, they will receive their sight. wakaamini ya kwamba wakati wanaenda kutana na Yesu wanaenda kuona tena. Hallelujah. Haleluya! They believe Jesus. What do you need? Je, mnataka nini?
nini? Many women here are living in crying. Wamama wengi mahali hapa wanaishi kwa vilio. Your marriage is